Mheshimiwa Spika, mfumo huo utasaidia wastaafu kutosafiri umbali mrefu kwa ajili ya kufuatilia mafao yao. Vile vile, serikali inatengeneza mfumo wa kielektroniki wa malipo ya wastaafu, yani Treasury Pensioners Payment System TPPS, unaotumika kuandaa, kulipa na kutunza nyaraka na taarifa za wastaafu. Aidha, kamati inashauri serikali kuunganisha mfumo huo na mifumo mingine ya MUSE, mfumo wa kutengeneza vyeti vya vifo, yani Civil Registration System, pamoja na mifumo ya malipo kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii ili kurahisisha utambuzi na ulipaji wa mafao na kuhakikisha wastaafu wanapatiwa huduma kwa haraka na kwa wakati. Fungu namba 23, idara ya mhasibu mkuu wa serikali. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2024/25 idara ya mhasibu mkuu wa serikali iliidhinishiwa kiasi cha shilingi bilioni 103.93. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 7.08 ni kwa ajili ya mishahara ya watumishi wa idara, shilingi bilioni 89.55 kwa ajili ya matumizi mengineyo, na shilingi bilioni 7.29 ni fedha za maendeleo. Hadi kufikia mwezi Aprili mwaka 2025, jumla ya shilingi bilioni 83.26 zimetolewa kwa ajili ya matumizi ya kawaida na maendeleo, sawa na 79.92. Kati ya kiasi hicho, shilingi bilioni 5.77 ni kwa ajili ya mishahara, shilingi bilioni 71.12 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo, na shilingi bilioni 6.17 ni kwa ajili ya kugharamia miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, kamati inaendelea kuishauri serikali kutoa mafunzo kwa wahasibu waliopo chini ya fungu hili ili kuwajengea uwezo na kuhakikisha wanaendana na mabadiliko ya viwango vya kimataifa na teknolojia. Aidha, ni vyema wahasibu wa serikali wawe na program ya kuwashikiza katika taasisi binafsi zinazofanya vizuri ndani na nje ya nchi ili